katika kile eneo, katika kila kitu, kuna watu wanakuwa wameteuliwa kwa kazi fulani, kwa kazi maalum. Mungu anawaweka makusudi ili waweze kuokoa vizazi, waweze kukomboa nyakati zinazokuwepo. Jambo linapotokea, shida inapoinuka, kunakuwa na mtu tayari yupo kwa ajili ya kuondoa tatizo la namna hiyo. So hata kama watu wapambaneje, wafanyeje, lazima kuna mtu tayari anakuwepo. Na wakati mwingine mtu huyu anayekuwepo, yeye haonekani kwamba ni kitu kikubwa, haonekani kwamba ni mjasiri mkubwa, haonekani kwamba ni mtu anayeweza kufanya mambo makubwa. Hapana, mara nyingi anakuwepo, lakini ndani yake anajua anatembea na Mungu. Sasa wewe kama wewe, kuna mambo Mungu ameweka ndani ya maisha yako. Kuna namna Mungu amekuteua kwenye familia yako. Akakuteua wewe, wewe ndio kiongozi, wewe ndiye msimamizi, wewe ndio mpiganaji, wewe ndiye mkombozi. Ukiangalia kwenye familia yako utakuta watu ni wachache sana walioamua kumtafuta Mungu kwa dhati, kumtafuta Yesu ndani ya maisha yao. Wapo kwenye mambo mengine wakaamua wanaendelea na mambo mengine, na kuangalia familia zingine zimekuwa na hukumu mkubwa. Lakini familia hiyo mpaka kombolewe, mpaka ipate upenyo, inahitaji mtu atayejitoa, mtu aliyokutana na uso wa Mungu, asimame kwa niaba ya familia hiyo, aweze kuiondolea aibu iliyo nayo. Bila mtu huyu kuwepo, familia inaendelea kukaa kwenye hukumu, kwenye matatizo, kwenye changamoto. Kila wakati familia inakuwa kwenye nini? Kwenye hukumu. Inaendelea kuteseka, inaendelea kuwa kwenye kifungo, inaendelea kuwa kwenye shida. Lazima toa ili familia inapata nini? Inapata uzima. Lazima kuwepo na mtu atayeamua kufanya vitu vikubwa, atayefanya kazi zitazoleta pesa, zitazogeuza kutoka kwenye familia ilikuwa ni ya nyasi, kuwepo na mtu wa kujenga nyumba ya bati. Kama sipoinuka huo, maana yake familia itaendelea kukaa kwenye ugumu, kwenye matatizo, kwenye shida. So kila nyakati zinahitaji mtu. Haleluya. Inawezekana mtu ni wewe siku ya leo. Haleluya. Inawezekana mtu ni wewe. Inahitaji wa nyakati, kila hali ina mtu wa kusimama na kuiondoa. Unamhitaji mtu wewe kwenye familia, unamhitaji mtu wewe kwenye mtaa, unamhitaji wewe kwenye taifa, unamhitaji wewe kwenye mabara, unamhitaji kile eneo. Lazima kuwepo na mtu wa kusimama kuhakikisha jambo liliyopo la kuchukiza, la kuzaulishwa, la kuleta unyonge, anasimama, analitoa. Akisimama yeye, kwa sababu anakuwa anatembea kwa uwezo wa Mungu, hilo jambo linaondoka kiwepesi. Haleluya. Unaweza kuona Daudi hajatumia mawe mengi, alitumia jiwe moja, lakini Goliath alikuwa wapi? Akaanguka chini. Sasa zingekuwa wanatumia ile mishale yote, mishale, wangetuma mishale, akawa naweka cha kujilinda. Lakini kulikuwa na eneo Mungu ameshajua, ili jiwe likienda kwa nguvu zangu litapiga eneo sahihi na mtu atashindwa pale pale. Unaweza ukapiga umaskini wa familia yako, unaweza ukapiga magonjwa ya familia yako, unaweza ukapiga mateso ya familia yako, unaweza ukapiga changamoto zinazotoka kwenye familia yako. Unapoamua kusimama kwamba mimi nasimama sasa hivi, naenda kusimama kwa ajili ya familia, naenda kusimama kwa ajili ya ukombozi wa familia yangu. Familia yangu haiwezi kaendelea kukaa kwenye mateso, mbali nasimama kuhakikisha kwamba familia yangu naye inapata kibali, naye inaonekana, naye inakuwa na maendeleo. Lazima kuwepo na mtu mwenye uchungu kwa ajili ya familia, uchungu kwa ajili ya ukoo, uchungu kwa ajili ya mtaa, uchungu kwa ajili ya eneo husika, kwa ajili ya kusimama ili na wengine wakombolewe kupitia yeye. Sasa wewe kama wewe, Mungu kuna kitu anakuwa amefanya kwenye maisha yako. Na kwa nataka kukuambia, inawezekana wewe jaanza hata kufanya kazi kicho Mungu alichoweka ndani ya maisha yako. Sio kila mmoja, nataka nikwambie, si kila mmoja amewekewa uwezo wa kukomboa. Ndio maana ulimwengu mzima ulikombolewa na Yesu Kristo.
Haleluya. Kulikuwa na watu waliofanya mambo makubwa, kulikuwa na watu walioongoza vitu vikubwa, kulikuwa na watu walifanya mambo yasiyo ya kawaida, lakini hawakuweza kukomboa dunia wala wakufia dunia. Lakini Yesu peke yake ndiye alitoka kwa ajili ya ukombozi. Sasa na wewe unaweza ukawa ndiwe mtu pekee atayesimama kukomboa, kuondoa aibu ya familia. Haleluya. Kuondoa aibu ya familia. Yaani familia zinatembea kwenye aibu. Yaani wewe unapoangalia familia yako, ni kitu gani kinachokuuzi? Unapotazama familia yako, ukokoka itazama vizuri. Ni kitu gani kinachokuuzi? Ni vitu gani unavyoona viko sawa? Na kama unaviona unawazaga nini? Hapo ndipo swali linapokuja pale. Unawazaga nini baada ya kuona yale yaliyopo kwenye familia? Maombi yako ni yapi? Familia endelee kuteseka au familia ikombolewe? Unaweza ukazaliwa kwenye familia ikawa ni ngumu kupita maelezo. Haleluya. Kama naweza kula, unakuta mlo ni mmoja, na ni mlo mmoja, sio mlo kamili, ni mlo wa mradi kuna kitu kimeingia tumboni. Na hilo nakuta na maisha ya mwendelezo, yaani ni miaka na miaka mpo kwenye maisha namna hiyo. Sasa kama wewe unayomtafuta Mungu, nini unatakiwa ufanye? Unatakiwa usimame kwa ajili ya ukombozi wa familia yako. Utamke neno kwa ajili ya ukombozi wa familia yako. Yale yasiyokuwa sawa uweze kuyabadilisha. Kama Daudi alivyosimama kwa niaba ya wana wa Israeli akamshinda Goliath. Kuna Goliath yupo ndani ya familia yako aliyosimama na kumwangalia kabisa, unaona huyu amesimama na ni mateso kwa ajili ya familia, na nataka hiyo familia siende, na nataka familia yaangamie. Sasa ipo Goliath amesimama. Kama sio Goliath wa madeni, utakuta ni wa magonjwa. Kama sio wa magonjwa, utakuta ni ya kutofanikiwa. Kama sio kutofanikiwa, utakuta ni laana. Kama sio laana, utakuta ni mambo magumu. Familia ipo imesimama kwenye hiyo. Ni Goliath huyu amesimama hapo kwenye familia yako. Anatafuta, anahitaji mtu wa kumuondoa. Sasa kama zipo simama mtu akawa kama Daudi akasimama kwa ajili ya kuondoa hiyo Goliath, unakuta hiyo Goliath anaendelea kutembea, anaendelea kujinafisi, anaendelea kutukana, anaendelea kusimama, anasema ukoo fulani huu nimekamata, wote ni maskini. Na kwenda kuangalia kila moja maskini. Aliyozaliwa leo ni maskini, aliyozeeka ni maskini, wa katikati ni maskini, anayetembea, yani wote wapo kwenye level hizo. Wote kama wakiamua kufanya vitu vyao havisogei, hakuna kinachosogea. Kila wanachoplan kufanya kinakataa. Goliath ameachilia mikono yake, anasema hii nimeikamata hii familia. Kama na familia imekamatwa kwenye laana, imeshikiliwa. Kama sio imeshikiliwa kwenye nguvu za giza. Sasa kama familia imeshikiliwa na nguvu za giza, hiyo Goliath wa giza amekaa pale, hiyo familia itawezaje kusogea? Inahitaji nuru. Na nuru ni nani? Ni wewe sasa uliyoamua kumtafuta Mungu. Wewe uliyoamua kumtafuta Mungu, sasa wewe ndio nuru kwa ajili ya hiyo familia. Kwa maana una mamlaka ya kusimama, una uwezo wa kusimama, una uwezo wa kutamka na familia yako ikabadilika. Hata isipobadilika asubuhi, itabadilika jioni. Hata isipobadilika jioni, itabadilika usiku. Isipobadilika usiku, itabadilika asubuhi. Mradi umesimama, unaomba kwa ajili ya familia. Yaani kuna wakati unatakiwa bebe mzigo wa kukaa na kutazama familia yako na kutafuta namna gani ya kuweka familia hii iweze kusimama na ianze kuwaka kama familia zingine.
Kuna vitu vingine vikitokea kwenye familia vinaashiria, vinakuonesha kwamba hapa hakuna kinachoenda. Yaani kila kitu kinaonekana hapa hakuna upenyo. Hakuna. Aliyosoma akasoma zaidi, alifia form 5, form 6 akasoma muhula wa kwanza akaacha shule. Alienda chuo akabahatika kufika chuo, akafika mwaka wa pili akadisco, akafika mwaka wa 3 hajafanya mitihani. Huyo ndio ukoo. Wanasema huyo ni profesa wa ukoo. Hawa waliosoma sana, alimaliza darasa 7 akapata hiyo ndio huyo ndio msomi mkubwa. Wengine darasa la 2, darasa la 4, darasa la 1 wapo. Haleluya. Huyo sasa, wewe angalia familia kama hiyo. Hiyo familia itakombolewaje naye pate nuru? Inahitaji mtu atayetazama na kuangalia kwamba hili linalotokea kwenye familia halikubariki. Hili sio la familia yetu. Familia yetu haiwezi kawa hivi. Tunalikataa kwa jina la Yesu na tunatengua familia yetu. Lazima watu wasome, lazima kuna mtu ainuke akae kwenye maombi, akae kusimama kwa ajili ya familia. Bila kusimama mtu kwa ajili ya familia, hizo familia zinaendelea kutedimia. Kila siku zinafanyaje? Zinadidimia. Hizo familia hazifanikiwi. Ukiangalia familia zingine, aliyofanikiwa kufanya biashara anauza nyanya na vitunguu basi. Tena sio nyanya na vitunguu ni biashara nzuri, kwa sababu kuna wanaoleta na marole na nini, lakini ana kaeneo kadogo, anaweka mafungo manne. Mafungo manne ya nyanya, mafungo manne ya vitunguu. Ni biashara nzuri, lakini nazungumzia mtu aliyofanikiwa kwenye familia. Tunasema aliyofanikiwa kwa biashara. Wakisikia watu wanaenda China kuleta mizigo, India kuleta mizigo, wapi Dubai, yeye ni kama ndoto, ni kama vitu hivi watu wanaotaga. Haoni kwamba hicho kitu kinaweza kufanyaje, kikawezekana, kwa sababu kwenye familia yake hakuna mtu yeyote amewakiweza. Yaani ni mateso juu ya mateso. Hakuna kitu kinachoendelea. Hakuna kitu chochote kinachoweza kikaenda. Nataka nikwambie, kile eneo la maisha linahitaji mtu atayesimama kwa ajili ya kupitisha hali iondoke. Kama hakuna mtu aliyosimama, hiyo hali inaendelea kutesa familia. Haleluya. So angalia vizuri, wewe ni nuru ya ulimwengu. Na kama wewe ni nuru ya ulimwengu, lazima watu waone taa ikiwaka. Yesu hajakuita kwa bahati mbaya. Yesu hajakuokoa kwa bahati mbaya. Kuna kitu anataka ufanye kwa ajili ya jamii yako, kuna kitu anataka ufanye kwa ajili ya familia yako, kuna kitu anataka ufanye kwa ajili ya maisha yako na kizazi chako.